Kipa wa klabu ya Pamba Sport Club Salimu Mbonde ametoa kauli za kusisimua kuhusu makipa wa klabu kuwa za Tanzania bara Simba na Yanga, akimuelezea kipa wa Simba Aish Manula kama mchezaji wa kiwango cha juu ambaye anaonyesha kiwango bora uwanjani. Katika mahojiano maalum na waandishi wa habari, Mbonde alisema kuwa Manula ni kipa wa kipekee ambaye amekuwa nguzo muhimu katika mafanikio ya wekundu wa Msimbazi Simba, huku pia akimkubali Farouk Shikalo wa Yanga kama kipa anayeonyesha uwezo mkubwa. Na nukuu alichozungumza Mbonde, alisema Manula ni kipa wa kiwango cha juu kabisa Tanzania bara, amekuwa nguzo kubwa kwa Simba na ana uzoefu mkubwa uwanjani, lakini pia siwezi kupuuza kwamba Yanga wana kipa mzuri Farouk Shikalo ambaye anaonyesha viwango vyake kila mechi, mwisho kunukuu, alizungumza Mbonde. Hata hivyo, Mbonde alisisitiza kuwa kipa hawezi kamwe kupumzika kwenye makali ya ushindani, kwani kiwango cha makipa kinaendelea kuongezeka kila siku. Alisema kwamba kila kipa anapaswa kuendelea kujitahidi na kufanya kazi kwa bidii ili kuboresha ulinzi wake. Hakuna kipa anayepaswa kujisikia salama kwa sababu ushindani ni mkubwa na kila mmoja anataka kuonyesha uwezo wake kila mechi. Mbonde pia alielezea changamoto za kipa katika ligi kuu soka Tanzania bara, akisema kuwa kila mechi ni changamoto mpya na kila kipa anatakiwa kuwa na umakini mkubwa. Lakini pia alisema ni kazi ngumu kuendelea kuwa kipa bora, unahitaji umakini, mazoezi na afya njema kila wakati. Hii ndio njia pekee ya kufikia kiwango cha juu, aliweza kuongeza hivyo. Lakini ni kwamba tetesi za hivi karibuni zinasema kuwa ushindani kati ya makipa wa Simba na Yanga unazidi kuimarika msimu huu, huku kila mmoja akijitahidi kuonyesha kiwango bora cha kipa bora ili kusaidia timu zao kufanikisha malengo ya ushindani. Na mashabiki wa soka wanatarajia majibu kutoka kwa Manula na Shikalo kuhusu kauli hizi, huku wakiwa na matumaini ya kuona ushindani mkali uwanjani msimu huu. Kwa sasa ligi inaendelea kwa kasi na kila mechi inazidi kuwa na mvuto mkubwa kwa wapenzi wa soka Tanzania bara, hasa kutokana na ushindani huu wa makipa wakuu na timu kubwa nchini. Ipo hivyo moja kwa moja. Kwa hiyo tunaweza kuona mabadiliko hapa kuhusiana na sakata zima la Manula. Huenda akaweza kutimkia kule Jangwani kutokana na tetesi ambazo zipo, lakini Yanga pia wanahitaji golikipa ambaye ni mzuri ili kuweka nafasi yao ya mlinda mlango kuwa katika uimara zaidi, kwa sababu tunaona yuko na Djigui Diarra ambaye anafanya vizuri, lakini pia kiweza kumuongeza Manula itaweza kuleta pia utofauti vizuri zaidi kwenye kikosi cha wanajangwani kule. Ipo hivyo moja kwa moja. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisimu, nikutakia wakati mwema.